Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango, amezindua mbio za Mwenge wa Uhuru mkoani Pwani. Akizindua mwenge huo, amewataka wananchi wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu ili kuepukana na uvunjifu wa amani. Aidha, Mpango ametoa wito kwa wadau wa uchaguzi, hasa vyama vya siasa, wa wanawajibu wa kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Tunawaasa wananchi wote na hususan vijana wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu kwa kuepuka kutumwa vibaya kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Utulivu na amani tuliyo nayo ni mtumo na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Na 4, wadau wote wa uchaguzi na hususan vyama vya siasa tunawahimiza na kuwakumbusha kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika katika hali ya amani na utulivu kwa kuendesha kampeni zenye staha na kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali ya uchaguzi. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa, akazungumzia namna ambavyo mwenge huo wa uhuru utakimbizwa nchi nzima. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 zitaanzia hapa Kibaha mkoani Pwani na zitakimbizwa katika mikoa yote 31 na halmashauri ya wilaya 195 kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku 195. Hivyo tumaini langu kwamba vijana wetu waliopewa dhamana ya kukimbiza mwenge, na tunajua watafanya kazi vizuri kwa ufanisi na weledi mkubwa. Nitumie fursa hii kuwapongeza vijana wetu ambao ni imara, wakakamavu, ambao wamechaguliwa kwa weledi mkubwa kwa vigezo vyote, na kwamba waweze kutekeleza jukumu hili la kukimbiza mwenge wa uhuru mwaka huu 2025. Naye Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, amesema kupitia juhudi mbalimbali za Mwenge wa Uhuru imekuwa elimu katika rushwa sambamba na ubadhilifu wa rasilimali. Mbio za Mwenge wa Uhuru zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya wananchi na taifa kwa jumla, kwani kupitia mbio hizi wananchi wanahamasika kubuni, kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo yenye manufaa kwa jamii na uchumi wa maeneo yao. Kupitia jumbe mbalimbali za Mwenge wa Uhuru, wananchi wamekuwa wakielimishwa namna bora ya kupambana na adui maradhi, ujinga na maskini, sambamba na kuendeleza mapambano dhidi ya vitendo vya dhuluma, rushwa, ubadhirifu wa rasilimali katika jamii yetu. Pamoja na mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika miaka 60 tokea kuanza kwa mbio hizi, lakini wazi kuwa mapambano bado yanaendelea. Naye Mkuu wa Mkoa wa Pwani, Abubakari Kunenge, ameipongeza serikali kwa juhudi mbalimbali. Kama Rais, wananchi wa Mkoa wa Pwani wanatambua jitihada kubwa zilizofanywa na serikali yetu na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tangu alipoingia madarakani, mkoa wetu umepokea takriban trilioni 1.35 kwa ajili ya shughuli za maendeleo katika sekta za afya, nishati, barabara, maji, elimu na uendeshaji wa wananchi uchumi. Lakini kubwa zaidi kwa mkoa wetu, ameweza kuleta na kusaidia kuweka mazingira bora kabisa ya viwanda ya uwekezaji na biashara, ambapo sisi tuna viwanda 1535 na viwanda tangu kuingia madarakani viwanda vikubwa ni 78, na nitumia nafasi hii kualika wawekezaji waje kuwekeza, kwani ni mkoa bora kabisa kwa uwekezaji si tu Tanzania lakini hapa katika bara letu la Afrika. Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kukimbizwa mikoa 31 na wilaya 195 hapa nchini. Maua Gido, Gido TV.